Shika sana ulichonacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Ninakusalimu kupitia jina lipitalo majina yote, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu katika kutafakari maneno uzima. Na leo hii tutajifunza ujumbe unaosema kwamba shika sana ulichonacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Ujumbe huu unatoka katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3 na ule mstari wa 11. Biblia inasema, kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 11, naja upesi, shika sana ulichonacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo alikuwa anawaambia Wakristo wa kanisa lile la Philadelphia, ambapo pia anatuambia na sisi watu wa kanisa hili la siku za mwisho, ya kwamba tushike sana tulichonacho, asije mtu akaitwaa taji yetu. Nataka tuangalie vitu viwili hapo. Kitu cha kwanza anasema tushike sana tulichonacho. Maana yake katika kuishi maisha ya Ukristo kuna vitu ambavyo tunavyo, ambavyo tunavishika. Hatuvishiki kwa mikono ya damu na nyama, lakini tunavishika kwa maisha yetu. Na hapa anasema shika sana ulichonacho, asije mtu, hasemi asije shetani, anasema asije mtu akaitwaa taji yako. Ikiwa na maana kwamba kumbe taji ya mtu inatwaliwa na mtu mwingine. Sasa unaweza usielewe vizuri, lakini tukirudi kwenye Biblia tunaona baadhi ya watu katika Biblia ambao taji zao zilichukuliwa na watu wengine. Shetani alizitoa taji zao na kwenda kuruhusu ziende kwa wengine. Kwa mfano, tunamsoma mtu ambaye anaitwa Yuda Iskariote. Yuda Iskariote alikuwa ni mmojawapo wa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa ni mwanafunzi wa 12. Naye aliteuliwa katikati ya mitume. Ingawa Yesu alijua kwamba ndiye atakayemsaliti, lakini alipewa nafasi ya kuwa mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini Yuda alishindwa kushika kile alichokuwa nacho. Alishindwa kushika ile huduma ya kiutume aliyopewa na Mungu. Alishindwa kuishika ile nafasi ya wanafunzi aliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo matokeo ya kushindwa kushikilia kile alichonacho, maana yake ni kwamba alikiangusha kile alichokuwa nacho. Ndio hapo tunaona Yuda alienda kumsaliti Bwana wetu Yesu Kristo, na hatimaye ile nafasi yake ya utume akapewa mtu mwingine, kama maandiko yanavyosema. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 20 hadi 26, Biblia inasema, kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake na kiwe ukiwa. Hapa kumbuka anazungumzwa ni Yuda Iskariote. Wala siwepo mtu mwenye kukaa humo, tena usimamizi wake autwae mwingine. Unaelewa hilo jambo, hilo neno. Anasema usimamizi wake, maana yake Yuda alikuwa na nafasi ya kusimamia kazi ya Mungu, autwae mwingine, maana yake nafasi yake ichukuliwe na mwingine. Kwa hiyo Yuda alipoteza taji lake. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanzia tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapaswa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu aliokosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakapigia kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Umeona? Yuda alikuwa amepewa taji, lakini alishindwa kushikilia kile alichokuwa nacho. Na matokeo yake ile taji lake akachukua mtu mwingine ambaye anaitwa Matia. Matia akawa ni mmoja wapo wa mitume 12 wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa jiulize, kama mtume wa Yesu ameweza kupoteza nafasi yake, vipi mimi na wewe ambao hatukuwahi hata kumuona Bwana wetu Yesu Kristo kwa jicho la damu na nyama? Vipi mimi na wewe ambao hatujawahi kutembea na Yesu kama alivyotembea Yuda? Kama Yuda aliweza kupoteza nafasi hiyo, ni wazi kabisa kwamba watu wengine wote pia wanaweza kupoteza nafasi hiyo. Lakini sio huyo tu, tunamsoma pia Yakobo na Esau. Esau alikuwa na nafasi ile uzalio wa kwanza, na nafasi ile ilikuwa ni heshima sana, hususan katika ukoo wa Ibrahim, sababu Mungu anajulikana kama Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Lakini kutokana na kwamba Esau alikuwa ni mzaliwa wa kwanza, lakini hakujua thamani ya nafasi aliyopewa, mwisho wa siku alianguka na kuiacha ile nafasi aliyopewa, na hatimaye ile nafasi ikachukuliwa na kupewa ndugu yake ambaye alikuwa ni Yakobo. Tunaijua habari. Kitabu kile cha Ibrania sura ya 12 na ule mstari wa 16 hadi 17, baba tusome habari hii kwa ufupi. Kitabu cha Ibrania sura ya 12 na ule mstari wa 16 hadi ule wa 17. Neno la Mungu linasema, asiwepo mwasherati wala si mcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kuirithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu, japokuwa alitafuta sana kwa machozi.
Esau alipoteza nafasi yake ya mzaliwa wa kwanza. Maana taji lake liliondoka akapewa ndugu yake Yakobo. Ni hivyo hivyo pia katika hizo siku za mwisho. Biblia inatuambia tushike sana tulicho nacho. Asije mtu, maana mtu mwingine akachukua taji zetu au akachukua nafasi zetu. Kila nafasi ambayo mtu wa Mungu umewekwa katika kanisa au katika mwili wa Kristo, hiyo ni nafasi sio ya kwako kwamba ni special au mimi ni special. Ni nafasi kama vile inavyofananishwa na nafasi nyingine za umma. Ukienda kufuatilia katika serikali za nchi nyingi, utaona zile nafasi za urais, nafasi za mawaziri, nafasi za wabunge sio za mtu kuzaliwa nazo. Ni nafasi za umma. Maana huyu akifa anachukua mwingine, au huyu akionekana fai anatolewa na yuko mwingine. Kwa maana mtu ambaye anatolewa nafasi moja na mwingine anaichukua nafasi yake, maana yule aliyekuwepo hapo kwanza amepoteza nafasi yake, amepoteza taji yake, amepoteza huduma, amepoteza ule usimamizi. Na hivyo hivyo pia katika karama au huduma za Mungu ambazo amezeka katika kanisa. Hususan huduma yote ile, hiyo ni ya kichungaji, kiinjilisti, kinabii. Nafasi yote uliyopewa katika kumtumikia Mungu ishike sana, kwa sababu sio nafasi ya mtu binafsi, ni nafasi ya umma wa kimbinguni. Maana mbingu ukiona ustahili kukaa pale kama ni mchungaji na kuondoa na mweka mwingine, na hapo inakuwa umepoteza taji lako. Kama ni mwalimu, lakini pia umma wa kimbinguni inaona kwamba ustahili kukaa hapo, basi na kuondoa na kumweka mwingine. Na kuondolewa, unaweza kuondolewa kwa kuondoka kabisa, au ukaupoteza kuondolewa kabisa kwa kuondoka ulimwenguni. Vyovyote vile Mungu anaweza kaondoa. Ndicho kilichomtokea Yuda. Yuda aliondoka, nafasi yake iliondolewa, na pia yeye mwenyewe akafa, kuondoka. Taji lake akapewa mtu mwingine. Je, una nafasi gani katika mwili wa Kristo? Umepewa karama ya kumwimbia Mungu, lakini bado una uzito uko katika maisha yako. Jambo hilo hulifanyi kwa moyo. Jambo hilo hulifanyi kana kwamba unamtumikia Mungu, bali unafanya kana kwamba unawafurahisha wanadamu. Kwa hiyo unafanya kwa kujisikia tu. Umepewa nafasi au umepewa huduma ya uinjilisti, lakini uinjilisti ambao unafanya unaona ni kama vile ni part time tu. Kwamba unapojisikia ndio unaenda kufanya uinjilisti. Huwezi kufanya kile kitu kwa moyo. Kumbuka, usipofanya hivyo upo hatarini ya taji lako kuchukua mtu mwingine. Kwa ushika sana kile kitu ulichopewa. Hususan vitu vya roho, huduma uliopewa. Hata kama ni ndogo, hata kama ni ya kusafisha choo cha kanisa au cha huduma. Hata kama ni ya kupalilia maua yaliyoko karibu na viunga vya nyumba ya Mungu. Hiyo pia ni kazi kubwa mbele za Mungu. Shika sana hiyo, kuwa mwaminifu hapo. Kwa sababu usipokuwa mwaminifu utatolewa na mwingine atawekwa ile nafasi. Matokeo mwingine kuweko katika nafasi ambayo ilikuwa inakuhusu wewe, maana yake umepoteza taji yako. Umepoteza thawabu yako, umepoteza heshima yako katika mbingu. Ndicho kilichomtokea Esau. Esau alipoteza heshima yake, alipoteza taji yake. Mwingine akaichukua mtu, sio shetani. Shetani anapokonya tu, aniacha. Mwingine akichukua na tena anatafuta tena na huyo kumpokonya. Ndicho anachokifanya shetani. Kwa Biblia inatuambia shika sana ulicho nacho, asije mtu akitoa taji lako. Ufunuo tena sura ya 2 mstari wa 25. Tunasoma tena Bwana Yesu anarudia maneno kama hayo kuonyesha msisitizo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ule mstari wa 25. Biblia inasema hivi, kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 25. Ila mlicho nacho, tunaambiwa wote sasa, kishikeni sana hata nitakapokuja. Ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuwatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Kwa hivyo tunaagizwa kushikilia vile tulivyo navyo. Kwa hivyo mtu wa Mungu, Bwana kusaidie, nami pia Bwana anisaidie, na sote Bwana tusaidie tuweze kushikilia vile tulivyo navyo na kuwa waaminifu katika kazi ya Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa ajili ya neno lako ambalo ni uzima wa roho zetu. Ninaomba mtu huyu ambaye amesikia maneno haya ukamjalie aweze kushikilia kile alicho nacho. Yamkini ulimpa huduma, lakini sasa alikuwa hawezi kuitumikia vizuri kwa uaminifu, analegea, na ulisema amelaaniwa mtu yule afanye kazi yako kwa ulegevu. Naomba mpe neema mpya Bwana kuitenda kazi yako. Nami pia naomba nipe hiyo neema nikatende kazi yako. Kama kuna ulegevu mahali popote katika maisha yetu, tunaomba Bwana ukaondoe na ukatusaidie tuweze kushinda na kukutumikia wewe. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.